much for joining us on our program. Of course, you are watching Fashion Show 1 only on Deliverance Television. As you can see, we are here at Weaver Saloon with the one and only hairdresser, Beatrice Msumba. Of course, she's going to talk about more about her salon. She will be telling us what is being done in a salon, e.g. making hair to be the best, smart and hot. So, Beatrice, welcome to our program. Karibu sana. Wewe ni hairdresser, si ndio? Umejipanga. So today ni siku yako. Tuambie everything Kenya unafanyanga kwa hii salon. Kwa majina naitwa Beatrice Msumba. Mimi ni hairdresser, professional hairdresser. Niko hapa, salon yangu iko hapa Sango Village, Sugarboard Road, from Wayaki Way. Yeah. So kazi yako ni hapa. Kazi yangu ni hapa. Kila siku tunakuwa hapa. Yeah, so leo ni siku yako. Leo tayari kutuambia? Yeah, leo nitawaambia. Zile zinatengeneza zinakuwa smart, warembo. Si ndio? Sawa sawa, tuanze kazi sasa, tuko hapa. Yeah, leo nimejaliwa kupata customer, client wa kufanyiwa treatment. Anataka kufanyiwa treatment. Yeah, sasa hapa hivi kwanza ninamuosha, kwanza naangalia state ya nywele na aina ya nywele. State yake ndio ita determine the type of treatment nitatumia kwake. Sasa huyu nataka nimuoshe. Nimuoshe. Na labda niulize, ni kwa nini unamuosha? Mbona usiweke tu treatment straight away? Sasa kuosha nywele ni preparation. Pia tunatoa zile uchafu zenye zinaweza kuwa zimecaught hair strands. Tunatoa mafuta na pia kufungua pores za scalp. Ndio wakati tuna apply treatment ina penetrate into hair cuticles. Na hiyo treatment itasaidia nini? Kwa hiyo itasaidia nywele kuwa strong, itasaidia nywele kuwa na sheen. Yeah. Na before uanze nimeona nywele yake imekuwa smart already. Hapana, kwa macho. Kwa macho utaweza iona nikaa safi, lakini wakati unaanza kuosha ndipo utajua kwamba ina uchafu. Kwa sababu nywele kawaida ni nyeusi. Yeah. Na kuna mtu anaweza taka tu kuanza hivyo kuweka treatment bila najisikia? Hapana, huwa tunawashauri kwamba uwe tunaosha kwanza na tunawaeleza pia sababu nzuri ya kuosha. Kwa nini kuosha ni mzuri? Kwa sababu wakati unaosha, wakati una apply treatment inasaidia nywele inakuwa strong, inakuwa healthy, inapata sheen. Na after kuosha unamfanyia nini next? After utamuosha umemmaliza, sasa nini sasa ita depend ni treatment aina gani tunamwekea. Tuko na aina mbili za treatments. Hapa kwangu niko na aina mbili ya treatments. Niko na live in, niko na steaming, ya steam. Sasa niko na kama hizi ni live ins. Sasa sasa kutegemea na state ya nywele yake nitakuwa nafanya nini? Nitaangalia ni gani na suit alafu nimwekee. Na sasa labda utueleze tofauti wa, umesema uko na tofauti. Yeah, niko difference ni nini? Ya live in na treat na ya steam. Sasa live in kazi yake ni ya haraka. Tuseme kwa mfano ako na haraka. Zote zinafanya kazi moja, but ile ni ya wakati mfupi. Ni kuosha, kumpaka na kumtayarisha. Kama ni kuchanuliwa naende, ama kama ni kufanywa setting hivyo. Na kusteam ataingia kwa steamer, alafu tena turudi tumkamue, ndio tena tuendelee sasa na another step. Nitampaka, nimvaishe karatasi, nimuingize kule, alafu nimtoe tena nikuje nimkamue. But hizi zingine ni kuweka na hazikamuliwi. Ziko tu type mbili ya treatment. Tuko na type mbili ya treatments. Labda uambie ni gani, kuna wenye wanasikiliza na hawajajua ni gani. Na urudie ni gani ndio wajue. Sasa tuko na live-ins. Live-ins treatments ni treatment ambazo unapakwa. Nazo ni mzuri kwa zina moist scalp yako, zinafanya nywele iwe nyororo. Ni nzuri, inachukua muda lakini sana ni nzuri. Tuko na kila aina kulingana na type ya nywele yenye customer atakuja nayo. The state of the hair, the way nywele yake itakuwa. Sasa as a professional nitaifanyia analysis, alafu nitajua ni gani ninamwekea.
kama mimi sasa. Alafu niko na live in. Live in sana sana pia unajua kuna wateja wengine wanakuja, mwingine yuko na kama pressure, mwingine ni mzee, mwingine ni mgonjwa, hatuwezi muingiza huko. Tunamuosha na pia nywele yake inahitaji kutibiwa. Tutamwekea live in haraka, tumchane aende. Na pia itategemea state ya nywele yake. Kuna proteins za kufanya nywele ikuwe nzito. Kuna ile nywele nzito tutaiwekea kama mayonnaise ifanye nywele ikuwe nyororo. Unaona? Yeah. Hizo ni treatments. Yeah. Wow, hiyo ni poa sana. So after umemwekea treatment, what next sasa? Sasa tunaenda kwa treatment. Sasa tunaenda the next service. Ita depend anataka kuchanuliwa aende ama anataka kushukwa. Akaushwe nywele ashukwe ama anataka kufanyiwa nini? Kufanyiwa roller settings. Yeah. Wow, hiyo ni poa sana. Unafilaje? Na niko sawa. Nimesha vizuri. I'm comfortable. How is the service? The services are very nice. Are you sure? Yes. Tuambie ukweli. Unajua customers wanakusikia. Tuambie ukweli. They're nice. I've been coming to the place for some time now. It's not the first time. So ni place umezoea. Nimezoea. Unaambia nini wasee kwa TV? Okay, naweza waambia mnaweza kuja huku Sango Village kwa salon ya Betty. Mpate services poa. Anatengeza nywele vizuri sana. Thank you so much. Welcome. Betty, twende mbele. Hapa pia niko na mteja leo ambaye amekuja kufanyiwa hiyo treatment tuliongelea kwanza. Sasa yeye tayari ako kwa process ya steaming. Hii ndio nilikuwa nakueleza inaitwa kusteam. Sasa yeye tutamuondoa hapo, alafu tuende tena tumkamue, tumfanyie hiyo service nyingine yenye atakuwa anahitaji. After. Haya, na pia bado tunafanya pedicure. Tuko na pedicures hapa. Anaweza kuwa anafanyiwa, inategemea amekuja anataka aoshwe mguu, atengenezwe makucha nini. Pia tuna offer those services here. Tunamfanyia pedicure. Na mwana mebadaya na bado at the same time you're doing this. Aje sasa, si thought tunafanya kitu moja unamaliza unaenda sasa hii. Sasa hii unajua tunafanya hivyo tu, tunaweza combine hizo services. Yeah, tunaweza combine services kama uko na wasaidizi wa kutosha. Wanakusaidia mmoja anafanya nyingine, mwingine anafanya nyingine, ndio pia wasichana wapate pia wapate pesa. Wapate chakula. Sawa. Madam. Yeah. Kuko aje tuambie hata wewe. How do you feel? Kuko aje hapa? Yeah, I feel so nice been having the pedicure. I frequent here a lot. Yeah. So it's a nice place. Yeah, this is my salon. Najua msijai kwa hapo ndani. So tell me today. So I'm just feeling relaxed. Yes. Yeah. Is it warm? Yes. No, it is very warm. It is very warm. So you're saying hapa kwa River Saloon it's the best. It's the best. Naona pia unatengenezwa miguu, massaging ziko aje? Yeah, she's good. Yeah, she is. Sawa, thank you. Hapa kwangu pia ninauza nywele, nauza weaves, niko na weaves. Sana ni synthetics. Yeah, nauza nywele. Customer akikuja anataka kutengenezwa na hana haja beba nywele, tunaweza after hizo services nilikwambia za kuosha, kuchana manini, tunaweza mwambia sasa unaweza weave. Akisema ana, tunamwambia tunauza. Okay. Hii ni diamond weave. Sasa tuseme labda ni service ya haraka, nataka kuwekea customer, naweza mkata nywele hivi, naweza zikata. Na nimshonele na nyuma, nibakishe nywele kidogo hapa achane na ikwe tu. Na before ushuke uweke unaanza na nini kwanza? Natengeneza cornrows kwanza. Lines za kushikilia. Lines za kushikilia hapo ndani. Yeah. Alafu sasa nitakuja nizishonele juu. Of course weave uko nazo tofauti. Niko na aina tofauti na ni synthetic. Kuna sasa niko na hizi zinaitwa crochet. Ni twists za crochet. Hizi pia tunatengeneza cornrows. Alafu tuko na crochet. Tunarudi tunashonelea. Sasa hii iko karibu ama iko mbali? Haiko kama nini? Ndio hiyo sasa. Yeah. Hii inaitwa crochet. Yeah. Ndio kifaa kinatumika kushonelea hizi. Hizi sasa haushonelei direct kwa nywele ya mteja kwa sababu utapata mteja mwingine hataki kuvurutwa nywele zake kwa sababu labda zitakatika. Sasa tunamuelezea pia kuna njia moja unaweza
unapata twist kwa kichwa yako, but si kwa njia ya kushukwa na uchungu. Wengine wanasema ni uchungu. Sasa utamtengeneza tu line zile nyepesi nzuri, alafu unarudi unazishonelea. Wakati unashonelea na hii, kuna vile tunazishona. Ni tofauti na kushona nguo. Jinsi mtu anekauzi kwa ni kama kushona kitambaa. Kama kitambaa. Kitambaa ya zile vitambaa za mama zetu zile za uzi. Ya. Sasa unaona akiisha atakaa ni kama ameshukwa. Utafikiria ameshukwa kichwa chote twist. Lakini umeshonelea tu. Alafu pia inachukua muda mfupi. Kama how long hivi? 40 minutes. 40 minutes umebandika hizi vitu, tuseme pamoja na kushona lines kama 1 hour most. Umemaliza ameenda. Labda utueleze weave nyingine. Hapa tuko na soft dreadlock. Inaitwa soft dreadlock. Soft dreadlock. Soft dreadlock pia iko na namna tofauti ya kuzishona. Unaweza shonelea zikiwa nzima hivi, unaweza toanisha ndio uzishonele, unaweza zikata ziwe fupi uzishone kama weave. Uzikata ikwe. Wewe unaweza zikata ziwe fupi uziweave. Kuna vile tunazifunga alafu tunashonelea kama weave. Mtu ataona ni kama weave but ni hii. Na hiyo ingine? Hiyo ingine unaweza zitoanisha ukafanya the same crochet kama ile vile nilikuelezea twist. Ushone laini alafu urudi ufanye nini? Uzishonelee na hii ikifaa. Inachukua muda gani? Hii pia inachukua tu kama 1 hour kwa sababu si direct kwa kichwa. Na bado pia unaweza zishona direct. Uzifix kama rasta na usifanye nini? Uzishone. Na bado inakuwa smart. But itakuwa smart, zote ni smart. Sasa inategemea mteja atachagua gani kati ya hizo na pia muda wake na ile vile ametaka akae. Mtaelewana. Kwa nywele ni kuelewana. Ni kama mteja ajui haelewi kabisa wewe unamuelezea vile nimekuelezea. Nitamuelezea mteja tuko na hii, tunaweza kata tukuweave, tunaweza zitoanisha tukucrochet na tunaweza zishona direct kwa nywele yako. Una prefer gani? Mna advice na Kuna ingine labda tueleze hii ni it's fashion. Inajiita chili. Chili ni weave tu, weave ya kawaida. Inaitwa jibi chili. Jibi chili. Yes. Sasa hii ni weave tu ya kawaida. Sasa uzuria hizi zinapendwa sana na wamama wamekuwa kiasi. Wale watu hawana wakati mwingi. Si wamama pekee, hata wasichana, lakini hawana wakati mwingi ya kujitengeneza, labda hawana muda mwingi wa kujiangalia. Hii ukimwekea kazi yake ni rahisi, ni kuchana tu na vidole, una spray, unachana tu na vidole, inaenda, hauhitaji kichana. Italingana tu na vile utakuwa umeiweka. Hii inaitwa maxi kinky braid. Maxi kinky braid. Yes. Inaendaje sasa? Hii pia tunaiweave. Tunaweza iweave kama ile, unakumbuka twist ya kwanza? Tunaweza tengeneza laini, tuzishonele, tunaweza toanisha, tuzishuke kama twist kwa nywele yako. Tunaweza toanisha, tuzishuke kama fake locks. Fake locks. Kuna hairstyle imetokea inajiita fake locks. Ni mpya. Ni ya kisasa. Sasa kuna hii fashion inajiita fake locks. Fake locks mara nyingi tunatumia hii braid kuzifunga nayo. Hapa niko na mafuta. Wateja wangu nimewawekea mafuta kila aina tofauti. Hapa niko na curl activator. Curl activator tunazipaka kwa weaves. Tunapakia ule mteja tumemtengenezea kama blowout, ina activate the curls. Inakuwa exactly vile hapo kwa. Yes. Inakuwa hivyo. Alafu hizi zingine ni hair foods. Sasa hapa hivi unajua tumeziweka varieties kwa sababu kulingana na taste ya customer. Kuna wengine wanapenda kwa sababu ya harufu, kuna wengine wanapenda kwa sababu ya the way it feels. Unapata either ingine ni nyepesi, kuna ule anapenda ikuwe nyepesi sana kwa ngozi yake, na kuna ule anakuambia umpake yale mazito kidogo ndio yadumu kidogo kwa ngozi yake. Ni sababu tumeweka tuko nazo, na hii pia nina advise customers kulingana na state ya nywele yake, kwa sababu kama watoto hatuwawekei mafuta zile
mzito sana kwa vichwa. Mara nyingi watoto tunawekea mild kama hizi castor kwa sababu hiyo ni nyepesi, haina harufu kali. Haya, tuko na anti-dandruff kama scalp ya customer haiko sawa. Unaona kama mimi sasa ninaelewa, nitaona ngozi yake vile iko, halafu nitajua hii ngozi inahitaji nini. Inahitaji nimwekee mafuta yenye iko na nini na nini ndio imsaidie. Sasa naweza muadvise nimpake hii anti-dandruff, unaona, isaidie ngozi yake. Unaona? Haya. Hizo na hizo ya mafuta inalingana tu na test ya customer. Sasa tunaweka tu kadhaa, ni customer mwenyewe achague. Hapa pia ninauza vitu kwa watoto. Unajua watoto ukiwashuka unawaonyesha vitu mzuri ndio wasilie sana. Sasa nawauzia hizi, ukimwambia nitakuwekea hii anatulia, unamshuka. Hakui na maneno mengi. Designer naona. Sasa namwekea hapo. Hata watoto tunawasuka. Tunasuka line za shule na tunatengeneza watoto lines za shule. Tunawaosha, tunawachana. Tunaosha, tunawabomoa, tunaosha, tunawachana. Pia tunawekea treatment. Sana watoto tunawekea treatments za live in. Tunaona hawezi ingia kwa dryer, especially under 10 years. Hatuwezi kubali kuwaingiza kwa dryer. Hapana, hata pia hairuhusiwi. Bado ni wadogo. Wako na nice living tunawekea. Pia ninauza shower caps. Saa zingine ukishatengeneza customer, tuseme kitu kama hair relaxing, unamuuliza uko na kofia? Anakuambia sina, unamwambia home care advice lazima uoge na shower cap. Sasa unamuadvise, unamuuzia angalau kofia. Ukimshuka tena unamuuliza uko na kofia ya kulala? Usiende kulala na nywele hivyo. Anakuambia sina, ama niko nayo. Unamuadvise, unamuuzia moja, anaenda anafunika nazo nywele zake zisichakae haraka. Pia tu hair bands tuko nazo. Kuna hairstyles zenye ukishuka lazima itahitaji iwekwe pamoja na hair band kama rastas. Rastas ndio braids. Hapa tunafanya hair relaxing na tuko na hair relaxing poa sana. Hapa hivi ukikuja usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi ati utafanyiwa aje ama nini. Unaweza tueleza niko confidence. Hair relaxing customer anakuja, anakuambia anataka nywele yake ifanywe relaxing. Sasa hapo utamwambia sawa, keti chini. Mnaanza kuongea kwa sababu hiyo ni sensitive service. Si ile tu utaanza tu. Utamwambia kaa chini. Kitu ya kwanza utafanya naye consultation. Consultation nitamuuliza ushawahi fanyiwa? Atakwambia ndio ama hapana. Kama atakwambia ndio, ulifanya mwisho lini? Because pia kuna duration. Anaweza kuwa amefanya the other day, anakuambia nataka leo. Unaona hiyo inahatarisha. Inaweza either kuharibu nywele yake ama hata achomeke ngozi. Unaona? Sasa mtafanya hizo kwanza, hiyo utafanya consultation na yeye, alafu ukimaliza uanze kuangalia state ya nywele. Sasa uifanyie analysis. Uone hiyo nywele inaweza fanyiwa. As a professional najua kile nitaona kitanihinda nisiifanye na kile kitanifanya nifanye. Nitaiangalia kama itahitajika kutengenezwa, nitamwambia sawa. Naona nywele yako iko sawa. Alafu nitafanya analysis, niangalie ndio hiyo analysis. Hii analysis tunaangalia kama ako na vidonda, ako na cuts. Unaona kuna vitu zitanihinda. Kama customer ako na vidonda kwa kichwa, wewe unamfanyia nini? Inategemea kiwango cha hicho kidonda. Kama ni kubwa kabisa utakataa. Utashika ama mtaelewana naye kwamba customer na kutengeneza, lakini hapo area ya kidonda hiyo nywele hatutatengeneza. Alafu inakaa tu hivyo. Hiyo itabaki tu hivyo. Kama alikuwa anataka lazima tumtengeneze. Unajua ni kuelewana. Na kama ni ile kidonda kidogo, tunafanyanga kitu inaitwa basing. Tunaweza base tuweke hiyo scalp protector. Alafu hiyo scalp protector ni mafuta. Ni aina ya mafuta. Kama kits kama hii ya Dark and Lovely. Hii ya Beautiful Beginning wanakuwa nayo. Wako na scalp protector. Au wako na scalp protector. Wakati unafungua hii kit, sema kwa mfano kama hii, utapata hizo vitu umewekewa. Sasa hapa utapata hizo kits, utapata ndio hii. Inajiita protective
gel. Unapaka Sasa kwa hiyo ndio hiyo. utapaka chini ya ngozi. Upake kabisa, uhakikishe hata kama pia scalp haiko mbaya kabisa, but umekewa, unaweza paka chini ya ngozi. I protect Na your inapakwa scalp. tu kwa kidonda Kwa hata- ngozi kichwa chote na kwa around the hata mimi hairline. naweza pakwa nikitaka. Ya, ukitaka kufanyiwa relaxing. Unapakwa. Ya, unapakwa. Alafu sasa utamaliza. Na hii upake. ni nini? Hii sasa ni ndio chemical yenyewe. Hii pia utaipata ndani. Na pia utapata kuna kifaa tunajiita activator pia kitakuwa ndani. Umeelezewa tu na kampuni vile utachanganya. Utaambiwa 1 2, sasa 1 ilikuwa ni hiyo scalp protector, hiyo protective gel, 2 ni hii 2A plus 2B. Unaweka pamoja. Sasa ndio inakuwa sasa hiyo paste inakuwa active. Hii inajiita color nini activator cream. Yeah. Alafu niko na swali, ukituelezea mambo ya hair relaxing, ndio hii, si ndio? Ulikuwa umesema iwapo mtu amepaka kama leo, akuja apakwe tena kesho. Umesema labda nywele inaweza katika. Nywele Kivipi? inaweza kuwa weak kwa sababu already alikuwa ametengeneza, tena anakuja kurudia. Unaona tayari ile nywele ilikuwa imenyoroka. Ilikuwa tayari na hiyo chemical ndani yake. Tena anakuja tena unaongezea nywele yake itaweza kuwa very inaweza weak. katika Yeah. na ikuwe weak. Inaweza. So una advise mtu ana take how long ndo tena akuja afanywe hair relaxing? Kama tuseme ulitengeneza na nywele haikuiva. Nywele haikuprocess kabisa. Unaona yani haikushika vizuri. Usiwe na haraka tena kurudia. Jaribu tu kuvumilia kidogo hata kama utaipatia 1 week. Ndio uende sasa utengenezwa ma 2 weeks. Yeah. Also duration ni 1 or 2 weeks. Lakini uende urudi urudie. the next day, nywele itaribika. Hata yeye mwenyewe anaweza umia ngozi. Ama chomeke. Pia inategemea labda siwe ulimtengeneza, hukujua alipata unajua injuries, labda alikuwa na hiyo kidonda nilikuwa nakueleza na ikachomeka sana. Sasa unaona tena ukikuja urudie Sawa, tukimaliza nini imebaki sasa Betty? Relaxers tuko na aina 2, tuko na moja hapa inajiita texturizer. Hii tunaekea mpaka wanaume wale wamenyoa, wanakuja tunawapakia, wanapata hiyo nywele walalo very soft. Yes. Wanakuja. Vijana wanakuja. Haya, watoto kama akona nywele zile ngumu kabisa zenye ukichana analia, pia tunawapakia, but kuna vile tunawapakia kwa upole, yani na umbali kuzifanya ziwe nyororo. Sasa tunawekea hiyo texturizer. Texturizer. Hiyo ndio jina yake. Yeah. Na tuko na TCBs hizi. Unajua sasa hapa hivi zinalingana na bei. Pia tunafanya hair coloring. Tunaweza kubadilishia rangi ya nywele kama ukiwa na nyeusi ama brown. Tunafanya hair coloring, tunaweza kukuwekea color, permanent color kama hiyo. Hii ni bleach. Sasa colors pia tuko na aina tofauti. Tuko na permanent color kama hii. Ukipata kama hizi mostly zinakuanga permanent colors. Haya, ukipata kama hii mara nyingi ni bleach. Hii na bleach. Mara nyingi tunaonanga ili tuwekee wale watu wa nywele. Yani bleaching is like destroying. Hii nywele ukipaka hii ujue umeiua. Hiyo area imekufa. Itabaki hivyo mpaka wakati itarefuka hiyo section itoke. Yeah. Na ile nyingine umesema ni permanent. Hii ni permanent, hii ni nzuri sana, ni mild kwa nywele, haina maneno. Inategemea ni rangi gani utataka, tunainunua kulingana na rangi ambayo tunaiweka kulingana na rangi ambayo mteja anataka. Kuna nyeusi, kuna purple. Ukishapaka haitoki? Haitoki, it's a permanent color. How much? Expensive? Affordable? It's kuna mwenye anataka kununua. It's affordable. It's affordable. Bado niko na color, tuko na hizi pia, tuko na shampoos, hizi tunauzia wababa, hizi ni rahisi. Wakikuja, tuseme ananiambia, madam nywele yangu iko brown hapa, nitaweza fanyaje? Namwambia kuja. Kaa hapa hivi kwa sink, uone saizi ukitoka tu dakika 10, nywele yako ikiwa nyeusi. Hii ni hair shampoo, black shampoo. Hii ni rahisi sana kutumia. Unachukua tu, unaosha mteja. Kawaida kuosha hiyo ni step mostly kwa nywele. Ukitaka kupata matokeo mazuri, kuosha mteja ni kitu ya maana sana, ndio ikuonyeshe ni nini unataka kufanya. Sasa hii ukimaliza utaichanganya, utararua, utavaa gloves, utapaka. Ni shampoo, itatoa hiyo povu
utampaka, alafu labda atakaa kwa muda kidogo kama dakika 5-10. Unamkamua. Kama ni mbaba unamkausha vizuri, unampaka mafuta vizuri kidogo, una massage. Unamwambia mambo imeisha. Hadi massage, wanakumassage. Na massage vizuri kidogo, alafu namwambia kazi imeisha. Pia tuko na hii. Hii pia saa zingine tunaweza changanya kwa treatment. Tuseme customer anataka 2 in 1. Hii ni hina, ni temporary color. Tuseme customer ako na nywele na ziko labda na nyeupe kidogo na hazitaki, na anataka kufanyiwa treatment na pia labda muda wake ni mfupi. Unamwambia kaa, unachukua treatment ya aina yake, unachanganya na hii ndani kidogo, unakoroga pamoja, unamweka, unaingiza yeye kwa stima, alafu unamkamua. Hizo nyeupe hizo zitakuwa zimetoka. Na pia hina treatment inasaidia ku strengthen nywele. Kama nywele zako ziko very weak, ukitumia hina treatment kwa muda, lakini ni vizuri utumie kama mara 3 kwa mwaka, inafanya nywele zako zinapata nguvu. So ziko ni sawa. herbal, iko sawa. Na pia kuna brown yake, si lazima ikuwe true black. Na pia tuko na brown hina. Brown hina pia watu wanapenda sana. Siku hizi unaona watu wanataka nywele ziko na marangi, wataki zile nyeusi nini. Orange, blue. Sasa unafanya nini? Unaweza mpakia hii pia. Sasa anapata hizo, especially kama mtu mwenye ako na gray hair, ukimpakia hii anapata nywele zimechanganyika, brown na black, na anakuwa smart, very smart. Hapa hivi tumepata mteja mwenye anataka kuwekewa bandika. Hizi zinaitwa bandika. Tunashuka tu nywele za kawaida, tunazishuka, alafu tutatengeneza laini kwa kichwa chake, alafu tutarudi tushonelee tu. Sasa hii haitakuwa imeshonwa direct kwa nywele yake kwa scalp. Tunazishona tu juu. Hii ni piece ya kawaida. Ni piece ya kawaida, inashukwa tu. Unashuka tu vile unaweza kuwa unashuka tu kamba ukiunganisha. Ama unashikanisha ikiwa kubwa. Unashika nywele nyingi, ukiongezea. Unasema inaitwa bandika. Inaitwa bandika hii. Sasa utueleze bandika inawekwa aje kwa kichwa? Bandika unashuka tu lines kawaida, alafu unarudi unashonelea na shindano na uzi. Easy. Inakaa kama weave kwa kichwa ama itakaa kama lines zenye zimeshukwa kama Obama ama pencil. Unashuka, sijaelewa. Unashuka line kawaida, then hii unarudi unashonelea juu one by one. Zinakuwa lines bandika. Zinakuwa lines bandika. Hujashonwa direct. Ni smart pia. Ni smart. So ikiweka hivi, hizi ziko kama ngapi? Huyu sasa ametaka tu chache. Hizi ziko ni kama 10. Zote zinaikwa kwa kichwa. Hizo zitaikwa kwa kichwa chake. Madam, tuambie, naona uko busy sana. Niko busy. Unaendaje hapa? Na customer amekuja na kwa haraka. Sasa nimeamua kumundia haraka. Akai smart. Imekuchukua how long kutengeneza hizi bandika? Hiyo ichukui muda. How long hivi? Nikitia 30 minutes. 30 minutes kushuka, then kubandika. Mara hiyo atakuwa ameisha. Customer ako sawa. Atakuwa kwa sawa kabisa. Kazi nakupelekaje sasa? Kazi iko sawa. Thank you so much wherever you're watching. Of course tumekuwa na Betty, the one and only hair designer. Unavyomiona nywele yake iko mrembo sana. Hair designer amevalia kama hair designer. Ametueleza mengi about her business, about her salon. Of course ametuambia mafuta, ametuambia different types of weaves, ametuambia how customers wanafanywa from the start, from the scratch mpaka sasa ukiona ni warembo sana. Tumeona different styles ametuambia hapa. We are going to take a short commercial break, but remember wherever you are watching, please come and visit this place, Weavers Salon. Kuja utapata the best service ever. Betty ako na wakasi wengine wanafanya the best. Please come and visit her. She is the best hair designer. I'm going to take a short commercial break. Stay tuned.